Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Tunu Lugombe, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa naye Godwin Mawanja, na miongoni mwa tuliokuandalia leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia aongoza tuzo za walipa kodi bora, asema TRA ni nguzo ya uchumi unaojitegemea. Na katika habari za biashara, mkutano wa wanahisa waonyesha dhamira ya nchi za Afrika kuimarisha ushirikiano katika kuhamasisha rasilimali fedha. Na katika habari za kimataifa, watu 17 wauawa Kiev kufuatia shambulio kubwa la Urusi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza hafla ya utoaji wa tuzo za mlipa kodi bora na maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambapo amesisitiza kuwa mafanikio ya taasisi hiyo ni matokeo ya mageuzi ya kiutendaji, uimarishaji wa mifumo ya kodi na ushirikiano na walipa kodi nchini. Taarifa zaidi tuungane naye mwanahabari wetu Mrisho Mapeo. Amesema TRA imekuwa muhimili muhimu wa kujenga uwezo wa taifa kujitegemea kiuchumi kupitia mapato ya ndani, akibainisha kuwa serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa kodi ili kuhakikisha ufanisi na haki kwa walipa kodi wote. Tunaishi kwenye zama za kuongezeka kwa masharti ya mikopo. Wakati huo huo, kuna ongezeko la mahitaji ya wananchi. Kwa msingi huo, hatuna budi kujenga uwezo wetu wa ndani kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ili kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa. Hatutaweza kwenda 100% kujitegemea, lakini kwa kiasi kikubwa tunaweza kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani. Awali, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameipongeza TRA kwa mafanikio ya ongezeko la makusanyo na uimarishaji wa mifumo ya ushirikiano wa walipa kodi, akisema hatua hizo zinakuwa ni chachu ya kuimarika kwa uchumi wa pande zote mbili za muungano, na kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na TRA katika kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa rafiki na yanachochea uwekezaji na uzalishaji. Napenda kuupongeza uongozi na watumishi wa TRA kwa kufanya kazi kwa umakini mkubwa, uzalendo na weledi, na kuweza kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato kila mwaka. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar, tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania ili kuhakikisha wanazidi kupata mafanikio na kufikia matarajio ya Watanzania ya kufanikisha utekelezaji wa mipango na miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia kodi zao. Kwa upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema miaka 30 ya TRA ni ushahidi wa mafanikio ya mageuzi ya kitaasisi yalolenga kuongeza uwazi, ufanisi na uwajibikaji katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, na kufafanua kuwa serikali itaendelea kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha mifumo ya kidigitali ili kuhakikisha kila anayestahiki kulipa kodi anatimiza wajibu wake kwa haki na uwazi. TRA, Mheshimiwa Rais, ilianzishwa katika zama za mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini mwetu. Tutakumbuka miaka ya 80 ndio kipindi ambacho nchi yetu ilifungua fursa za kibiashara, milango ya biashara, wenzetu sekta binafsi iweze kuchukua nafasi yake. Mageuzi haya makubwa yalihitaji kuwa na taasisi ambazo zinaendana na mageuzi yenyewe, na ndio maana kwenye miaka ya 89 ndio kile kipindi cha Ruksa simply ilikuwa ni opening up ya Tanzania kwa ajili ya uwekezaji binafsi na biashara binafsi. Naye Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania Yusuf Mwenda amesema TRA imepiga hatua kubwa katika mageuzi ya mifumo ya kodi, hususan matumizi ya teknolojia ya kidigitali, ongezeko la walipa kodi na uboreshaji wa huduma kwa mlipa kodi. Amesema mafanikio ya kuvuka malengo ya makusanyo kwa miaka mfululizo ni matokeo ya nidhamu ya watumishi, ushirikiano wa sekta binafsi na uaminifu wa walipa kodi. Mwenda amesema mamlaka hiyo imefanikiwa kukusanya kiasi cha takriban shilingi trilioni 37.957 katika mwaka wa fedha 2025-2026, sawa na ufanisi wa 105.24 ya lengo, ikiwa ni matokeo ya maboresho ya mifumo ya kidigitali,
na kuongezeka kwa idadi ya walipa kodi nchini. Lakini tumeweza kuongeza makusanyo ya mapato ya kodi ambayo mwaka 1995 na 1996 makusanyo ya mwaka yalikuwa shilingi bilioni 297 kwa mwaka, ambapo ilikuwa ni wastani wa shilingi bilioni 24 na milioni 300 kwa mwezi. Leo tunapozungumza makusanyo yameongezeka ni trilioni 3 na bilioni 165. Haya ni mageuzi na ni mafanikio makubwa. Hafla hiyo imehitimishwa kwa utoaji wa tuzo kwa walipa kodi bora 54 nchini, ambapo imeelezwa kuwa mafanikio ya TRA yamejengwa katika misingi ya ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi, huku ikisisitizwa kuwa kodi ni nyenzo kuu ya maendeleo ya taifa. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameitaka management ya watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kuzingatia uadilifu na kuepuka vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa majukumu yao, akisisitiza kuwa taasisi hiyo inapaswa kuwa mfano wa uwajibikaji, weledi na utawala bora. Tupate ndani wa taarifa hii na Rachel Chacha. Dr. Nchimbi ametoa kauli hiyo Julai 2 jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na watumishi wa NEMC baada ya kupokea taarifa ya mpango mkakati wa NEMC ya mwaka 2026-27 2030-31, ambapo amesema uadilifu ni msingi wa mafanikio ya taasisi yoyote ya umma, huku akieleza kuridhishwa na mpango huo kwa kuwa umezingatia vipaumbele vya wizara, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 pamoja na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ameeleza kwamba mpango huo umejikita katika maeneo muhimu ikiwemo usimamizi wa taka, kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kuimarisha uwajibikaji wa watumishi, huku akipongeza NEMC kwa kutimiza miaka 40 tangu kuanzishwa kwake, akisema imeendelea kuwa taasisi muhimu ambayo taifa linaendelea kuhitaji kutokana na mchango wake katika usimamizi wa mazingira. Kwa hiyo kwenye mpango wa ilani, mpango mkakati wa NEMC mmeongea mambo yote ya msingi na nimeridhika sana. Mmeongea hoja ya uadilifu katika utendaji kazi ambayo ni muhimu zaidi nadhani kuliko zote katika utendaji wa kazi zetu. Mmeongea hoja ya kudhibiti, kuondoa na kudhibiti taka katika eneo la taifa letu. Ni eneo muhimu, ni eneo ambalo kwa sasa hatuwezi kujigamba kama taifa kama tuna nchi safi sana, bado hatujafika hapo. Lakini lazima tufike mahala tuweze kusema sasa tumeweza kuratibu mashindano haya ya usafi kwenye nchi yetu kwa kiasi kikubwa. Na haya ni mambo ambayo tunaweza tukafanya kwenye maeneo yote, kwenye upandaji miti, kwenye usafi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi amebainisha kuwa bodi ya wakurugenzi ya NEMC imeendelea kutoa mwelekeo wa kimkakati wa kusimamia utawala bora ili kuhakikisha taasisi hiyo inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira. Aidha, Dr. Muyungi amesema pamoja na mafanikio mbalimbali NEMC ilionayo, taasisi hiyo bado inakabiliwa na changamoto za upungufu wa watumishi, vifaa na matumizi ya teknolojia za kisasa, ambapo ameeleza kuwa changamoto hizo zimepewa kipaumbele katika mpango mkakati wa miaka 5 unaolenga kuongeza uwezo wa taasisi kujitegemea kifedha, kuimarisha utendaji na kupanua ushirikiano na taasisi mbalimbali. Katika kipindi cha utekelezaji wa dira ambayo tunaiongelea, tumejiwekea msisitizo katika mambo kadhaa na ambayo tunaamini itakuwa kazi kubwa ya NEMC kwa hii nguzo niliyoiongelea. Kwanza, nimeongelea kwamba tunahitaji kujenga uchumi wenye ustahimili dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na hii itakuwa jukumu kubwa ambalo taasisi yetu italisimamia. Pili, tumesisitiza kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, misitu, vyanzo vya maji na mifumo ya ekolojia kama msingi imara wa uchumi katika sekta zote, na tunaamini hili litasimamiwa na NEMC. Naye mkurugenzi mtendaji wa NEMC Dr. Immaculate Semesi na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mhandisi Mwanasha Tumbo wamesema ziara ya Makamu wa Rais imeipa taasisi hiyo fursa ya kuwasilisha mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na vipaumbele vya mpango mkakati wa mwaka 2026-2027, 2030-2031 unaolenga kuongeza ufanisi wa usimamizi wa mazingira, matumizi ya teknolojia za kidijitali, utekelezaji wa sheria, uchumi wa kijani na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Katika mpango mkakati wetu tumezingatia miongozo na maono mbalimbali ikiwemo ilani ya chama cha uchaguzi cha CCM ya uchaguzi ya 2025. Pia tumeweza kuwasilisha kwako changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji mwongozo na mwelekezo ya serikali na hatua zinazochukuliwa kuimarisha utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira na huduma kwa wananchi kwa ujumla. Ni taarifa yake Recho Chacha. Mtu mmoja amefariki dunia na 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea majira ya asubuhi kwenye kibanda cha kahawa katika mtaa wa Sahwa ya Juu. Mtu mmoja amefariki dunia na 7 wamejeruhiwa kufuatia mlipuko wa baruti uliotokea majira ya asubuhi kwenye kibanda cha kahawa katika mtaa wa Sahwa ya Juu, kata ya Lwamhima, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza. Mwandishi wetu Emmanuel Meshak ameandaa taarifa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbord Mutafungwa, amesema aliyefariki dunia katika ajali hiyo ni Malko Masenyere mwenye umri wa miaka 52, mpasua mawe na mkazi wa Semba Lwanima, ambapo wakati wa tukio hilo marehemu alikuwa na wenzake wakinywa kahawa kwenye kibanda hicho akiwa na begi dogo ambalo ndani yake lilikuwa na baruti. Aidha, kamanda Mutafungwa amesema chanzo cha mlipuko huo ni uzembe wa utunzaji wa baruti, kwani marehemu alibeba baruti hizo na kukaa nazo karibu na jiko la mkaa lililokuwa likiwaka, huku akifahamu wazi kuwa zikipata joto hulipuka. Katika hatua nyingine, kamanda Mutafungwa ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa na wananchi kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu watu wanaotumia na kumiliki baruti pasipokuwa na kibali, huku akiwataka wenye viti wa mitaa kufanya ukaguzi ili kuwabaini watu hao katika mitaa yao. Chanzo cha tukio hilo ni uzembe katika utunzaji wa hizo baruti, kwa sababu marehemu ambaye alikuwa na kibegi ambacho inaonyesha kilikuwa na hiyo milipuko alikaa nacho karibu kabisa na jiko la mkaa lililokuwa na kahawa. Ilivyotokea joto ndipo aliyo ikatokeza. Tunasema ni uzembe kwa sababu alipaswa kujua hizo baruti kwamba zitakiwa kukaa karibu na kitu chenye joto kali. Hivyo iliweza kusababisha mlipuko uliotokea moja kwa moja kwenye begi alilokuwa nalo mgongoni, ambaye alikuwa ameliweka chini huku akinywa kahawa, na ndio maana yeye ameumia kiasi kikubwa na hatimaye kupoteza maisha. Naye afisa kutoka Tume ya Madini mkoa wa Mwanza Deusi Makuli amesema ni kosa kisheria kwa mtu yeyote kumiliki baruti bila kuwa na leseni, na kusema marehemu alikuwa akimiliki baruti hizo bila kuwa na vibali. Katika sheria ya baruti ya mwaka 1963 inakataza mtu yeyote kumiliki baruti bila kuwa na leseni, na wanaomiliki zile leseni za baruti lazima wao wamesomea, alafu akitoka kule wanapewa mtihani wa kufuzu. Ikionekana wamefaulu ule mtihani wanapewa cheti cha kulipua. Bali na hapo hawa mauto waliopata hawa hapa hawakuwa na vifaa. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa kuhakikisha watu hawafanyi shughuli za kulipua mawe bila kuwa na vibali, na wakiwabaini watoe taarifa kwa vyombo husika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Baadhi ya wananchi akiwemo Mahuma na Adili Atare ambao ni wakazi wa Lwanima wameeleza kusikitishwa na tukio hilo, na wameahidi kuendelea kutoa taarifa kuhusu watu wanaotumia vilipuzi kwa ajili ya kulipua mawe katika maeneo yao bila kuwa na vibali. Majeruhi katika ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali ya wilaya Nyamagana Butimba, na mmoja amehamishwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Ni taarifa yake Emmanuel Mesha. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi kuhusu misingi ya kikatiba na kisheria inayosimamia mikutano ya hadhara, maandamano na mikusanyiko nchini, akisisitiza kuwa haki hizo zinalindwa kikatiba, lakini utekelezaji wake unapaswa kufuata sheria zilizowekwa. Recho Chacha anaarifu zaidi. Katika maelezo yake, Waziri Katambi amesema Wizara ya Mambo ya Ndani ina wajibu wa kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama, tulivu na yenye mazingira yanayowezesha wananchi kufanya shughuli zao kwa amani, huku vyombo vya usalama vikiwa na jukumu la kubaini na kuzuia viashiria vinavyoweza kuhatarisha usalama kabla havijasababisha uhalifu. Ameeleza kuwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua haki ya wananchi kukutana,
kukusanyika kwa amani na kufanya mikutano ya hadhara. Hata hivyo, haki hiyo si ya moja kwa moja bila masharti, bali inapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia sheria zinazolenga kulinda usalama wa umma, amani na haki za watu wengine. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya jeshi la polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani na uharibifu wa rasilimali za umma. Vile vile kifungu cha 45 kimeweka utaratibu kwamba ikiwa watu watatu au zaidi waliokusanyika watakataa kutii amri halali iliyotolewa kutawanyika chini ya kifungu cha 43 na 44 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi, mkusanyiko huo unaweza kutambuliwa kuwa ni mkusanyiko usio halali. Aidha, Katambi amefafanua kuwa jeshi la polisi linaweza kuvunja mkusanyiko unaokiuka sheria, unaosababisha vurugu au unaokaidi maagizo halali yaliyotolewa kwa mujibu wa sheria. Pia amekumbusha kuwa mtu yeyote anayehisi haki zake za kikatiba zimekiukwa ana nafasi ya kufungua shauri Mahakama Kuu, ambayo ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho ya kutafsiri katiba na kutoa uamuzi kuhusu madai ya uvunjifu wa katiba. Muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja, taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa; mbili, ipo taarifa na ushahidi wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa umma. Umma manake ni umma wa Tanzania, raia wa Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa na vihatarishi vyovyote vya usalama, ni jambo ambalo linaruhusiwa na sheria kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba usalama wa umma, raia na mali zao au mali za nchi zinaweza kusimamiwa. Hata hivyo, Katambi amesisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na vyombo vya dola hazilengi kumlenga mtu au kundi fulani, bali zinalenga kulinda usalama wa wananchi, mali zao na maslahi ya taifa. Ni taarifa yake Recho Chacha. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imethibitisha dhamira yake ya kujenga barabara ya Songea Njombe Makambako yenye urefu wa kilomita 295 kwa kiwango cha lami kinachoweza kuhimili magari mazito. Mradi huo unatarajiwa kuboresha usafirishaji pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika mikoa ya Ruvuma na Njombe. Kutoka huko Ruvuma tuungane naye Innocent Oromo. Awamu ya kwanza ya mradi inahusisha ujenzi wa barabara ya Songea Rutukila yenye urefu wa kilomita 100. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi kwa waziri wa ujenzi wakati wa hafla ya kuutambulisha mradi huo kwa wananchi, meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma Mhandisi Sarahe Juma amesema awamu hiyo pia inahusisha ujenzi wa barabara ya mchepuko ya Mtwara Corridor yenye urefu wa kilomita 16, hivyo kufanya jumla ya urefu wa mradi kufikia kilomita 116 kwa gharama ya shilingi bilioni 158.671. Serikali imeamua kujenga upya kipande hiki cha kilomita 100 kutoka hapa katika mji wa Songea mpaka kufika Rutukila, na pia kujenga barabara ya mchepuko maarufu kama barabara ya Mtwara Corridor yenye jumla kilomita 16, hivyo kufanya jumla ya mradi wetu huu kilomita 116, hatua itakayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika eneo letu. Akizungumza na wananchi waliojitokeza katika hafla hiyo, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema mradi wa barabara ya Songea Makambako ni mradi wa kimkakati unaotekelezwa na serikali kwa kushirikiana na Benki ya Dunia. Amesema kuwa kukamilika kwake kutarahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma na kuongeza fursa za uwekezaji na bidhaa pamoja na kuimarisha uchumi wa wananchi wa mikoa ya Ruvuma na Njombe. Aidha, amemwagiza meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma kuhakikisha mradi huo unasimamiwa ipasavyo, unakamilika kwa wakati na unajengwa kwa kuzingatia thamani ya fedha iliyotolewa na serikali. Napenda kusisitiza ya kwamba serikali inatarajia kuona utekelezaji wa mradi huu unazingatia ubora, thamani ya fedha, yani value for money,
pamoja na kukamilika kwa wakati uliopangwa. Nirudie tena kuiagiza TANROADS kusimamia miradi hii kwa karibu ili kuhakikisha kazi zote zinatekelezwa kwa viwango vya hali juu kwa mujibu wa masharti ya mkataba. Barabara ya Songea Makambako ni miongoni mwa miradi ya kimkakati kuimarisha huduma za kijamii na kuunganisha wananchi wetu kwa ufanisi. Aidha, mradi huu utafungua milango mipya ya ukuaji wa uchumi wa ukanda huu wa kusini na kuongeza mchango wa mikoa yetu katika maendeleo ya taifa letu. Kwa upande wa wananchi, wameipongeza serikali kwa kuanza kutekeleza mradi huo, wakisema kuwa utasaidia kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kupunguza ajali za mara kwa mara zinazotokana na ubovu na uembamba wa barabara ya sasa. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais, tushukuru serikali kwa ujumla wake. Changamoto zilizopo zilikuwa nyingi sana. Kulikuwa kuna ajali za mara kwa mara. Kwa naamini ikitengenezwa, ikipanuka barabara, hizi changamoto za ajali zitakwisha kabisa. Hii barabara inaenda kutuokoa na kupandisha uchumi wa kibiashara katika manispaa yetu na mkoa wetu wa Ruvuma. Ni taarifa yake Innocent kutoka huko Ruvuma. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA imesema hadi sasa jumla ya Watanzania 28 wakiwemo wafanyabiashara nguri wa dawa za kulevya wamekamatwa katika mataifa ya Eswatini, Zambia na Afrika Kusini kufuatia makubaliano yaliyosainiwa na kushirikiana katika kukabiliana na udhibiti biashara haramu ya dawa za kulevya katika mataifa hayo. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kufuatia operesheni ya mwezi Mei na Juni mwaka huu, Kamishna Jenerali wa Mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, Areta Silimo, amesema Watanzania hao wamekamatwa kwa ushirikiano baina ya mamlaka za kudhibiti dawa za kulevya ndani ya nchi ya Zambia, Eswatini na Afrika ya Kusini, ambapo washtakiwa hao watashtakiwa katika mataifa hayo ambapo wamekamatwa wakituhumiwa kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Jumla ya Watanzania 28 wameshakamatwa kwenye hizo nchi, na hii ni kutokana na ushirikiano tunaoendelea kuufanya ili kuhakikisha kwamba yoyote ambaye anafanya biashara ya dawa za kulevya na akienda nchi yoyote tunahakikisha tunamkamata. Lakini pia katika kuhojiwa walieleza kwamba wamekimbia nchini Tanzania kwenda kufanya biashara hizo kwenye hizo nchi kutokana na sheria kali iliyoko nchini Tanzania, lakini na operations zinazoendelea. Wanasema kwamba afadhali wakamatiwe kwenye hizo nchi kuliko kukamatiwa Tanzania kutokana na sheria ilivyo kali, kwa sababu sisi sheria yetu ni kifungo cha maisha au miaka 30 kulingana na uzito wa dawa za kulevya ulizokamatwa nazo, tofauti na sheria zilizopo kwenye hizi nchi nyingine. Sasa kutokana sasa na hilo gap na hiyo changamoto ya utofauti wa sheria, tumekubaliana na tulifanya kikao tukakubaliana kwamba sasa tutafanya operations za pamoja. Tutafanya operation Msumbiji, tutafanya operations Afrika ya Kusini, tutafanya operation kule Eswatini, Zambia na nchi nyingine. Akizungumzia operation ya mwezi Mei na Juni, Kamishna Alimu amesema kuwa jumla ya tani 22.6 za dawa za kulevya, lita 30.5 na kilogramu 19.94 za dawa tiba zenye asili ya kulevya zimeweza kukamatwa, ambapo pia wamekamata kopo zaidi ya 122 za energy iitwayo Trip, ambapo zimechanganywa na dawa za kulevya aina ya bangi. Katika operesheni hiyo, jumla ya kopo 122 zenye ujazo wa mililita 250 kila moja, sawa na lita 30.5 zilizotambulishwa kwa jina la Trip zilikamatwa. Watuhumiwa Saidi Abdul Basti mwenye umri wa miaka 43, raia wa Pakistani, na Virendara Kumar Gorodhani mwenye umri wa miaka 45, Mtanzania mwenye asili ya Asia, walikamatwa kuhusiana na tukio hilo. THC ni kemikali inayopatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi ambayo ina madhara mbalimbali kwa mtumiaji, ikiwemo kuamsha magonjwa ya akili, kubadili utendaji wa kazi wa mfumo wa fahamu, kuchochea vitendo vya kihalifu ikiwemo wizi, unyang'anyi, ukatili na kuchochea matumizi ya dawa nyinginezo za kulevya. Aidha, Kamishna Alimu amesema kuwa katika operesheni hiyo jumla ya watuhumiwa 188 wanashikiliwa, huku wakikamata magari, bajaji pamoja na pikipiki ambazo zinadaiwa kuhusika katika kusafirisha dawa za kulevya, huku wakiainisha kuwa pia jumla ya ekari 288 za bangi na mirungi zimeteketezwa
lakini pia jumla ya bangi na mirungi tani 3.3 zimeweza kukamatwa kutoka katika mikoa mbalimbali ya hapa nchini. Hata hivyo, katika mkutano huo maofisa ukaguzi kutoka shirika la viwango nchini TBS pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA wakapata nafasi ya kuelezea baadhi ya bidhaa ambazo zimekamatwa zikiwa zimechanganya na dawa za kulevya, ambapo kupitia kwa Nuru Mwalusama kutoka TBS pamoja na Emmanuel Mkirigi wamethibitisha bidhaa hizo kutokusajiliwa na kutambulika na mamlaka hizo. Kupitia mashirikiano haya ambayo tumekwisha yaanza, sisi TBS tayari wakaguzi wetu nchi nzima wamekwisha patiwa mafunzo baada ya Kamishna Jenerali kuona kwamba kuna uchepushaji wa madawa ya kulevya kupitia chakula. Tumesikia hapa kuna njia zinatumika za virutubishi, vinywaji, tumekwisha jengewa uwezo na Kamishna Jenerali, na hii ni matokeo ya mashirikiano ambayo tumekuwa tayari tunayafanya. Sisi kama mamlaka ya dawa na vifaa tiba, nasimama hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TMDA kuendelea kusema kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa karibu kwa kushirikiana na DSEA pamoja na taasisi nyingine za udhibiti katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuilinda nchi yetu dhidi ya wahalifu ambao hasa wanatumia bidhaa, wanachanganya dawa au bidhaa za aina ya dawa na vitu vingine, kwa mfano chakula na vinywaji na kadhalika. Ni taarifa yake Goodluck Msola. Mgodi wa wachimbaji wadogo wa dhahabu wa Msasa uliopo kata ya Runzewe wilaya ya Bukombe mkoani Geita umeendelea kudhihirisha kuwa miongoni mwa miradi inayochochea ukuaji wa uchumi wa wananchi kupitia ajira, biashara na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya jamii. Kutoka mkoani Geita, Joel Maduka anaarifu. Mbali na kutoa ajira kwa mamia ya vijana wanaojishughulisha na uchimbaji wa madini mgodini hapo, pia umefungua fursa kwa makundi mbalimbali yakiwemo wanawake, watu wenye ulemavu, wafanyabiashara wadogo, mama lishe, waendesha bodaboda pamoja na wauzaji wa bidhaa za huduma mbalimbali. Meneja wa mgodi wa Msasa Kesi Mahila anasema moja ya mafanikio makubwa katika mgodi huo ni kutoa ajira kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ambao wamepewa nafasi ya kushiriki shughuli mbalimbali za uzalishaji. Hilo liko sawa kwa sababu ukiachilia wachimbaji, lakini kupitia tu hata ofisi yangu, kiacha wale wamama wanaoshughulika na uchimbaji, wapo wengi, wana mashimo, wananunua mawe, simeelewa. Lakini pia ukiangalia tu ofisi zangu kama ofisi kuu, ofisi ya idara, tumeajiri akina dada zaidi ya 200 mpaka 300. Wote hao wanafanya shughuli za uchimbaji, sababu kuna shughuli wanazifanya kama kuandika, kuweka rekodi sawa, zinawahusu na wanafanya. Kwa hiyo tuna wadada wengi sana nje ya wale wanaohusika moja kwa moja wenye mashimo. Mkurugenzi mtendaji wa mgodi wa Msasa George Maila anasema marekebisho ya sheria na sera za sekta madini yaliyofanywa katika serikali ya awamu ya 6 yameongeza ushiriki wa Tanzania katika umiliki na uendeshaji wa migodi. Ndani tukiongelea leo na upande wa upatikanaji wa leseni, serikali hii imeweza kurahisisha. Imeweza kurahisisha, sio kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Wazawa wamekuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kupewa leseni, na hata ukija kuangalia hapa kwa watu tulionao vijana wenzetu, kuna vijana unakuta mtu ana leseni 8, mtu ana leseni 10. Hizi zote ni kutokana na serikali, sera nzuri ya serikali iliyopo madarakani kwa kuangalia maslahi mapana ya Watanzania, ya kwamba rasilimali za Watanzania ziwezeshe Watanzania. Mkazi wa Msasa Jamila Aruna anasema mgodi huo umebadilisha maisha yake baada ya kupata kipato kilichomwezesha kujenga nyumba, kusomesha watoto na kununua usafiri. Kwa upande wake, Jackson Mwikwabe ambaye ni mtu mwenye ulemavu anasema mgodi huo umeweka mazingira rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum. Dunia kuwa Msasa, sababu Msasa imenipa vitu vingi, imenipa kula mimi na familia yangu, imeniepushia zahama za barabarani, maana ya kwamba kwenda kujipanga. Sasa hizi ninakula vizuri, ninalala vizuri, nina uhakika nina nyumba nzuri na pia nina gari ya kutembelea. Ulemavu tunapita kila duara, tunachotewa mawe. Tukishafika kwenye sehemu ambayo tumetengewa sisi walemavu, tunapewa huduma yetu, tunaenda siku hiyo hiyo kusaga. Kwa kweli tunashukuru kutuelewa sisi kwamba ni mahitaji maalum, sio kama migodi mingine ambayo tunaendaga.
Uwepo wa mgodi wa Msasa unaonyesha namna shughuli za uchimbaji mdogo wa madini zinavyoweza kuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii pale zinaposimamiwa na kuzingatia sheria, ushirikiano na uwajibikaji kwa jamii. Taarifa yake Joel Maduka kutoka huko Geita. Wakati dunia ikiendelea kuunganishwa kupitia maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, watumishi wa sekta ya umma na binafsi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wametakiwa kutumia fursa hiyo kutekeleza majukumu yao kwa weledi, ubunifu na ufanisi ili kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Taarifa zaidi na Recho Chacha. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa mataifa yanayotekeleza ajenda ya maendeleo endelevu kwa kuimarisha huduma katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, elimu, miundombinu na maeneo mengine muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Akizungumza katika hafla ya tuzo za Afrika Mashariki za utumishi wa umma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais anayeshughulikia kazi, uchumi na uwekezaji Zanzibar, Sharif Al-Sharif, amesema matumizi sahihi ya TEHAMA ni nyenzo muhimu katika kuongeza ufanisi wa utumishi wa umma na kufanikisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Hii kwa kweli italeta morali kubwa kwa wafanyakazi wetu, na mimi nitoe wito tu kwa wafanyakazi wote wa sekta ya umma, lakini pia na sekta binafsi, wafanye kazi kwa bidii sana, kwa sababu nchi zetu hizi 9 ambazo sasa hivi ndio zinawakilishwa hapa, kujengeka kwake kiuchumi, kukua kwake kiuchumi tunategemea na sisi wenyewe kama raia. Kwa hiyo nitoe wito kwao wafanye kazi kwa bidii, lakini moja kati ya kitu muhimu ni kuhakikisha tunaimarisha amani na utulivu katika nchi zetu hizi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tuzo za Afrika Mashariki za utumishi wa umma Steven Mkomwa amesema tuzo hizo zinalenga kuhamasisha ubunifu, uwajibikaji na ushindani chanya miongoni mwa watumishi na taasisi za umma katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tunajitahidi kuendelea kutanuka kama jukwaa la sekta ya umma, tuzo hizi za sekta ya umma, kuhakikisha kwamba tunajitahidi kutambua zile jitihada ambazo zimefichika kwa kadiri ya tutakavyoweza kuzitambua kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali, auditing firms, kuweza kuhakikisha wanafichua vitu vizuri ambavyo vinafanywa kwenye sekta ya umma. Baadhi ya washindi wa tuzo hizo wameeleza kuwa kutambuliwa kwao kutawapa motisha ya kuendelea kuboresha huduma wanazozitoa kwa wananchi na kuendeleza matumizi ya teknolojia katika utendaji wao wa kazi. Tunashukuru kwa hiyo tuzo, na kama nchi na taifa kwa ujumla, focus yetu wakati huu utendaji kazi vizuri na transformation yenye natoka public service kupeana huduma bora kwa nchi na citizenry ya nchi yetu ya Kenya. Tuzo hii mengi makubwa kwa sababu Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuwa ni champion wa kuhakikisha wizara zote hasa zinazotoa huduma zinatumia mifumo, kwa sababu anaamini kupitia mifumo maduhuli yataongezeka, ufanisi utaongezeka na vile vile tija itapatikana na tutatatua matatizo ya wananchi. Zamani ilikuwa wananchi wanasubiri muda mrefu sana, au mtu anatenga siku nzima kwenda hospitali, lakini sasa hivi mtu anaweza akaenda ndani ya 1 hour akasharudi nyumbani kwake, anaendelea na mambo mengine. Ni taarifa yake Recho Chacha. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kupitia shamba la miti South Hill wilayani Mufindi limetoa mtambo wa kutengeneza barabara katika kata ya Upendo mjini Mafinga kwa lengo la kuhakikisha barabara hizo zinapitika kipindi chote ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wa kata hiyo. Shalom Robert kutoka Mafinga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na TVE Habari wakati wa zoezi la utengenezaji wa barabara hizo, diwani wa kata ya Upendo Yohana Nyenza Mabutu amelipongeza shamba la miti South Hill pamoja na uongozi mzima wa halmashauri ya mji wa Mafinga kwa kuona umuhimu wa kutengeneza barabara hizo zinazoenda kuchochea ongezeko la kipato kwa mtu mmoja mmoja pamoja na halmashauri kwa ujumla. Na ushukuru sana uongozi wa shamba la miti South Hill chini ya usimamizi wa mamangu Tebiola, nimepewa hili greda na naamini tutakuwa na takriban barabara zaidi ya kilomita 40 mpaka 50 ambazo zitafunguliwa kwenye mitaa yangu ya kata ya Upendo. Lakini nimshukuru sana mkurugenzi wetu mama yetu Federica Myorera, anatuonyesha ushirikiano mkubwa, ni mama anayejitambua kwenye kazi. Nimshukuru sana mkuu wa wilaya Daktari Linda Selekwa kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye wilaya yetu.
lakini bila kumsahau mwenyekiti wangu Reginald Kivinge, pia naye anatuonyesha ushirikiano mkubwa sana sisi kama madiwani na mimi kama diwani wa kata Upendo. Mwenyekiti wa mtaa wa Lumwago Watson Kibogolo anasema utengenezaji wa barabara hizo ni hatua muhimu kwa wananchi wake, hasa katika sekta ya usafiri, kwani mvua za msimu uliopita na mwishoni mwa msimu huu ziliharibu barabara hizo na kusababisha changamoto kubwa ya usafiri kwa wananchi wake. Baada ya mvua kunyesha, barabara zinakuwa zinachimbika, lakini sasa kwa mpango wa halmashauri yetu ilitenga kila kata iweze kupata shilingi milioni 10 kwa ajili ya ufukiaji mashimo barabara ambazo zinakuwa zimeharibika. Halmashauri ya mji wa Mafinga ilitoa kiasi cha shilingi milioni 10 kwa ajili ya ukarabati na ufunguzi wa barabara za mitaa, ambapo diwani wa kata ya Upendo kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevelevila walifanikiwa kupata mtambo wa kutengeneza barabara kutoka shamba la miti South Hill, ambapo kata ya Upendo barabara zitakazotengenezwa ni zaidi ya kilomita 40. Nikiripotia Runinga TVE kutoka mjini Mafinga, mimi ni Shalom Robert. Wananchi wa kata ya Kifanya ambao wamepitia changamoto ya kupata huduma ya nishati ya mafuta ya petroli na dizeli kwa umbali wa zaidi ya kilomita 45 kwa miaka mingi, hatimaye wamefikiwa na huduma hiyo karibu na maeneo yao, jambo ambalo limeibua hisia tofauti kwa wananchi na kupongeza jitihada za uwekezaji wazawa ambao wameziona fursa katika maeneo yao kuwekeza kuwasaidia wananchi kuondokana na adha hiyo ya muda mrefu. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Wakizungumza na kituo hiki, wananchi wa kijiji cha Kifanya wakiwemo madereva na wamiliki wa vyombo vya moto wanasema awali wamepitia changamoto ya kununua mafuta hayo kwa bei kubwa tofauti na bei elekezi ya serikali, kutokana na baadhi ya wafanyabiashara wa nishati hizo wamekuwa wakifanya biashara kienyeji, na wakati mwingine wamekuwa wakifanya biashara katika mazingira ya hatari kutokana na kuhifadhi mafuta kwa njia ambazo sio sahihi, na kumpongeza mwekezaji Regius Wela kwa kuwajengea kituo cha mafuta katika eneo lao. Biashara hii kata Kifanya umetuokoa watu wengi, mimi bodaboda pamoja na wateja wetu. Wateja wetu wanapata fursa nyingi ya kupata safari zao kwa sababu mafuta yamesogea karibu. Mafuta tulikuwa tunateseka kwa kipindi kirefu. Kwa kweli namshukuru ndugu yetu Madebe kwa kutusogezea kituo hichi, kwa sababu tulikuwa tunapitia changamoto sana. Kuna kipindi tulikuwa tunanunua mafuta hadi 10,000 lita moja na tunapitia changamoto sana humu. Yaani kiufupi tulikuwa tunapitia changamoto, yani mafuta tulikuwa tunanunua kiufupi kama yani kiolela, yani kiufupi wanauza kama kiwizi. Lakini sasa tunashukuru, sasa tumeletewa sheli hapa sasa hizi. Regius Wela ndio mwekezaji mzawa wa kituo hicho cha mafuta, akizungumza mbele ya wananchi wakifanya kunasaidia kuongeza maendeleo yao binafsi pamoja na wananchi wanaokizunguka na serikali kwa ujumla kwa kulipa kodi. Katika kata yetu, katika kijiji chetu, watu wengi, matajiri wengi wanaishi nje ya kata, nje ya kijiji, walienda kulima huko Dodoma, wameenda kufanya biashara huko, wakiwa tu miaka ya nyuma wakiwa na kujitoa sasa nyumbani hasuko kuwekeza. Kwa hiyo nimewapa imani waliopo mbali warudi nyumbani kumenuka. Wekeza nyumbani. Mimi nimewekeza nyumbani kwanza ili niwapende ndugu zangu waniombee niweze kupata neema zaidi, sababu ndugu kishawekeza kwa mtu anayekuombea, Mwenyezi Mungu anakujalia zaidi na kupata kipato zaidi. Saidia watu wote wanaopatikana mkoa wa Njombe, hasa katika kata ya Kifanya, kuwarahisishia huduma ya mafuta, ikiwa na lengo kubwa kwamba tukiangalia zamani tulikuwa tukihangaika sana upatikanaji wa mafuta. Ujenzi wa kituo hiki kumesaidia 99.9% upatikanaji wa mafuta kwa njia rahisi sana mkoa wa Njombe, hasa katika kata ya Kifanya na vitongoji vyake vyote. Juma Sweda ni mkuu wa wilaya ya Njombe, amewataka wananchi kuachana na vitendo vya kuamini ushirikina katika uwekezaji wa nyumbani, na kwamba mazingira salama ya uwekezaji na utulivu wa kisiasa ni moja ya mambo yanayochagiza uwepo wa wawekezaji nchini. Kwa sababu huduma inapatikana, itawasaidia sio yeye pamoja na wananchi wengine, kama ilivyosemwa kwenye risala, wakulima, kwa sababu mafuta yataenda kutumika kwa ukulima, pia yatatumika kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji katika maeneo yetu. Kwa mimi nikupongeze sana kwanza kwa wazo hili. Mambo haya hayawezi kufanyika tu
isipokuwa kuna hali nzuri ya kisiasa katika maeneo haya. Hakuna vurugu, hakuna haja ya kukatishana tamaa. Kutoka hapa mkoani Njombe katika kata ya Kifanya, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Tunu Lugombe. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za biashara, mkutano wa wanahisa waonyesha dhamira ya nchi za Afrika kuimarisha ushirikiano katika kuhamasisha rasilimali fedha.